السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज यहाँ सूरज ग्रहण था, उसी तरह बाज़ और ममालिक में भी ग्रहण नजर आया. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba leo hapa jua lilipatwa, vile vile katika nchi zingine pia jua lilipatwa leo. Wakati jua linapopatwa kuhusu wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusihi kwamba tusali swala na tutoe sadaka na tufanye istighfar wakati jua linapopatwa. Kwa hiyo mahali popote tulipokuwa na taarifa kwamba jua litapatwa, jumuiya iliagizwa kwamba kule swala ya kupatwa jua iswaliwe. Hapa pia sawa na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuliswali swala ya kupatwa kwa jua. Kupatwa kwa jua na mwezi ni miongoni wa nishani za Mwenyezi Mungu zilizoelezwa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupatwa kwa mwezi na jua ni miongoni wa nishani na bishara ya ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Nishani hii ilitimia upande wa mashariki na magharibi wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kuhusiana na hii kupatwa kwa mwezi na jua ina uhusiano maalum na jumuiya kwa sababu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na kupatwa kwa jua leo hatuwezi kusema kwamba ni miongoni wa nishani ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, lakini kupatwa kwa jua leo inatukumbusha kupatwa kwa mwezi na jua ulipatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, wakati alipodai kuwa Masihi aliahidiwa. Vile vile kupatwa kwa jua leo linatukumbusha kuhusu hii pia, au linatuelekeza mwelekeo wetu upande huu kwamba leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa pia ina uhusiano maalum na ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kisha jua limepatwa katika mwezi wa March, na katika mwezi wa March kuna siku ya Masihi aliyeahidiwa itakayosherekewa baada ya siku 3. Kwa hiyo mwezi huu na siku hii ya Ijumaa na kupatwa kwa jua linatukumbusha kuhusu historia ya jumuiya.
ndiyo maana wakati nilipotoa hutuba, wakati wa kutoa hutuba baada ya swala ya kupatwa kwa jua, nikaona kwamba ni vizuri katika hutuba ya Ijumaa pia nizungumze kuhusu mada hii. उसके बारे में आपके इक्तिबासात पेश करूं या एक आध इक्तिबास पेश करूं। और इस bishara ya kupatwa kwa mwezi na jua iliyotabiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na bishara hii, nimeona ni vizuri nisome maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasallam kuhusiana na bishara hii, na vile vile nieleze matukio ya masahaba waliojiunga na jumuiya kwa kuona nishani hii na waliboresha imani yao kwa kujiunga na jumuiya. Kwanza kabisa, kama niliyosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba kupatwa kwa mwezi na jua ni nishani kubwa sana ya Mwenyezi Mungu, na safari moja jua na mwezi ulipatwa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kuhusiana hii kuna hadithi chungu mzima. Nasoma hadithi moja. Hadrat Asma radhiyallahu ta'ala anha anasimulia kwamba wakati jua lilipopatwa nilimjia Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nikamuona, nikampata anaswali na nikamuuliza kwamba imetokea nini, kwa nini watu wanaswali wakati huu. Hadrat Aisha akaashiria upande wa mbinguni na akasema subhanallah. Nikamuuliza kwamba je, kuna nishani imetokea? Yeye akasema ndiyo. Hadrat Asma anasema kwamba mimi pia nikasimama kwa ajili ya kusali swala. Nikasimama kwa muda mrefu kiasi hiki kwamba nilikuwa karibu kuzimia, na swala ile alisalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikaanza kumwaga maji juu ya kichwa changu usije nikazimia. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtukuza Mwenyezi Mungu, na kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna kitu chochote ambacho sikuwahi kuona katika maisha yangu, lakini leo nimeona kile kitu hapa. Hata pepo na moto pia nimeonyeshwa hapa, na nimefunuliwa kwamba mtajaribiwa katika makaburini karibu na fitina ya Dajjal. Kisha amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu mmoja miongoni mwenu ataletwa na yeye ataulizwa kwamba je, unajua nini kuhusu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muamini yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake atasema Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituletea nishani na aya za Mwenyezi Mungu, tulipokea. Yeye ataambiwa kwamba ulale vizuri, tunajua kwamba wewe unaamini na wewe ni mwaminio. Lakini yule ambaye atakuwa na wasiwasi na shaka, yeye atasema mimi simjui Mtume Muhammad ni nani, niliwasikia watu walikuwa wakisema, kwa hiyo mimi pia niliungana nao. Kisha alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam hii pia kwamba nishani hii ni miongoni mwa nishani ya Mwenyezi Mungu, yani kupatwa kwa jua, yani haihusiki na kifo na uhai wa mtu yeyote. Nishani hii inapotokea tunatakiwa tusali na tufanye istighfar sana. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitaeleza kuhusu bishara ya kupatwa kwa mwezi na jua. Sayyidina alayhi salam amesema nini kuhusu hii? Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba tunaendelea kushuhudia nishani chungu mzima, lakini nashangaa kwamba watu maulama hasusan hawataki kuelekea kwenye mwongozo. Katika kila uwanja wanaendelea kushindwa, wanataka kwamba wao waweze kusidikisha kwamba wanampata msaada wa Mwenyezi Mungu, lakini siku hadi siku wanaendelea kushindwa na wanaendelea kufedheheka. Kwa mfano, siku ambazo ilipoenea kila mahali kwamba mwezi na jua litapatwa, na watu walipata wazo hili kwamba hii ni nishani ya kuja kwa Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Wakati ule katika mioyo ya mashekhe
ilipatikana wasiwasi hii kwamba ni mtu mmoja tu ambaye amedai kuwa masihi na imam mahdi, isije ikatokea kwamba watu waelekee upande wake baada ya kuona nishani hii. जब उनके इमाम महदी ज़हूर फरमा होंगे और जब रमज़ान wengine wakaanza kusema hivi kwamba katika mwezi huu mwezi na jua halitapatwa bali itatokea wakati imam mahdi atakapodhihirika. wakati nishani hii ilipotokea katika ramadhan, wakasema kwamba nishani hii si sawa na hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika hadithi imeelezwa kwamba mwezi utapatwa katika siku ya kwanza na jua litapatwa katika siku yake ya katikati. हालांकि इस कुसूफ में चांद को ग्रहण 13वीं रात में लगा और सूरज को ग्रहण 28 तारीख को लगा, और जब इनको समझा ilhali कि हदीस में महीने की पहली तारीख मुराद नहीं और पहली तारीख mwezi ulipatwa katika tarehe 13 na jua lilipatwa katika tarehe 28, wao walipoelimishwa kwamba siku ya kwanza si siku ya kwanza ya mwezi, kwa sababu siku ya kwanza mwezi ni si kamar bali ni hilal, na katika hadisi neno lililotajwa ni kamar si hilal. kwa hii hadisi maana yake ni hii kwamba mwezi utapatwa katika siku ya kwanza ya kupatwa kwake, yani tarehe 13, na jua litapatwa katika tarehe yake ya kupatwa tarehe ya katikati, yani 28. na hivyo ndivyo iliyotokea. रिजाल में से kwa kupata tafsiri hii mashekhe wakafedheheka, kisha wakaleta udhuru mwingine kwamba miongoni wa marawi waliosimulia hadithi hii, rawi moja ni mtu yule ambaye si mzuri. wao walipoambiwa kwamba ikiwa bishara hadithi bishara ilipotimia, kwa hivyo kwa nini mnafanya shaka kuhusu watu waliosimulia hadithi hii? hii haileti madhara ya aina yoyote. बदीयात के इनकार के हुक्म में है। kutimia kwa bishara inashuhudia kwamba hadithi hii ni sahihi, na kusema hii kwamba hadithi hii si sahihi bali ni uongo ni jambo ambalo si nzuri. wataalamu wa hadithi wanasema kwamba shaka haiwezi kusimama mbele ya yakini. kutimia kwa hadithi hii sawa na bishara, na kisha kupatikana kwa mdai mmoja inaonyesha kwamba aliyesema hadithi hii na bishara hii alisema kweli. kwa hiyo kusema hii kwamba waliosimulia hadithi hii mmoja wao alikuwa si mtu mzuri au alikuwa mwenye shaka, je, Mungu anaweza kusema kweli? vile vile hadithi hii inathibitika hivi pia kwamba viongozi wa mahanafi pia wameandika hadithi hii katika vitabu vyao. kwa hiyo kukataa hii si uadilifu bali ni kibri. hatimaye wakalazimika kwa kusema kwamba hadithi hii ni sahihi, lakini hii inaonyesha kwamba hivi karibuni Imam Mahdi atadhihirika, lakini huyu si Imam Mahdi yani Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, bali atakuwa mtu mwingine atakayedhihirika hivi karibuni baada ya kutimia nishani hii. lakini jibu lao hii pia si nzuri, si sahihi, kwa sababu ikiwa angekuwa imamu mwingine kama hadithi inasema, huyu imam angekuja katika kichwa cha karne, lakini miaka kadhaa imepita bado imamu yule hajaja. kwa hiyo jibu la mwisho wa watu ni wanasema kwamba hawa manajumuia ni makafiri, msizungumze nao wala msijadili nao wala msikae nao, kwa sababu maneno yao yanakuwa na athari sana. hii ni ajabu kwamba mbingu pia imekuwa mpinzani wao na ardhi pia imekuwa mpinzani wao. hii ni fedheha yao kwamba upande moja mbingu imekuwa mpinzani wao na upande mwingine ardhi pia imekuwa mpinzani wao. sehemu ingine Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alisema kwamba kwa ajili yetu nishani hii ya kupatwa kwa mwezi na jua ilipatikana, na watu maamia walijiunga na jumuiya kwa kuona nishani hii. sisi tulipata furaha kwa sababu nishani hii, na wapinzani walifedheheka. je, wanaweza kusema kula kiapo kwamba wao walitaka wakati mimi nimedai kuwa Masihi Maud nishani hii itimie, na wakati nishani hii ilipotokea kinyume na maoni yao, bila shaka wao waliudhika na waliona wamefedheheka.
baada ya hii sasa nitaeleza matukio ya masahaba kadhaa. Hazrat Ghulam Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba katika kijiji chetu kulikuwa mtu mmoja aitwaye Maulvi Badruddin Sahib. Mimi nilikuwa kijana wa miaka 15. Nilikuwa nimesimama pamoja na Badruddin mbele ya nyumba yake. Wakati jua lilipopatwa, Maulvi Sahib akasema, subhanallah, ishara ya kuja kwa Imam Mahdi imeshatimia, sasa wakati wake umekaribia. Baadaye Maulvi Sahib akajiunga na jumuiya. Maulvi Sahib alikuwa na mwenye imani sana, aliwahubiri wazazi wake na mke wake kwa mwaka moja, na wao pia walijiunga na jumuiya. kisha Hafidh Muhammad Haya Sahib Aflalia aliandika katika makala yake moja jinsi aliyojiunga na jumuiya. Anasema vile vile 1894 kwa sababu ya kuitimia nishani hii ya kupata kwa mwezi na jua, watu walianza kutafuta Imam Mahdi na wakapata hamu kwamba amedhihirika. Katika riwaya inaonekana kwamba watu walikuwa na hofu kwamba sasa itatokea nini, kiama imekaribia. Katika siku zile watu walikuwa wakizungumza sana kuhusu nishani hii. Hafidh Muhammad Lakhuke katika kitabu chake Ahwalul Akhira, yeye pia pamoja na nishani za Imam Mahdi aliandika nishani hii pia katika kitabu chake. Vile vile mtu mmoja wa Lalia, Mia Muhammad Sadiq Lali, pia aliandika nishani hii katika kitabu chake kwamba nishani hii itapatikana wakati wa ujaji wa Masihi. Katika kitabu kile iliandikwa kwamba siku ya kwanza ya mwezi utapatwa na tarehe 27 jua litapatwa. Huzur anasema hapa imeandikwa 27 lakini inatakiwa 28. Anasema kuhusu nishani hii watu walikuwa wakizungumza sana katika manjumani kwao, na kila mmoja alikuwa anazungumza kuhusu nishani hizi. Katika siku zile Maulana Taj Muhammad Sahib pamoja na watu wengine wakashauriana na wakaunda kamati kwamba watu kadhaa waende kule Kadiana wamuone Imam Mahdi na washuhudie kwamba nishani zote zimetimia zilizotabiriwa kwa ajili ya Imam Mahdi. Ikiwa zimetimia basi wao wafanye bayat. Sheikh Hamiduddin Sahib Din Sahib na Mia Muhammad Din Sahib, hawa walikuwa watu watatu waliundwa na walichaguliwa ili waende kule Kadian. Hawa wakaenda kwa miguu Kadian, wakachukua chakula kidogo na walikuwa na rupia 1.5 kwa ajili ya usafiri huu. Na katika riwaya nyingine inapatikana kwamba walikuwa na rupia 1, kwa walikuwa na rupia 1.5, na ilikuwa mwezi wa March na ngano ilikuwa karibu kuiva, na hawa walikuwa wakitembea kila siku maili kama 10-12. Walipokuwa wakisikia njaa walikuwa wakinunua ngano ilipokuwa karibu kuiva, na walikuwa wakila ngano ile, na walikuwa wakiishi na wakilala njiani. Baada ya kutembea maili mamia na mamia, takriban maili 200, hawa wote wawili au watatu wakafika karibu na Batala. Kule wanafunzi wa Mwalimu Muhammad Hassan Batalvi wakakutana nao. Walipoulizwa kuhusu njia ya kwenda Kadian, wao wanafunzi walipojua kwamba hawa wanaenda Kadian wakawazuia wasiende Kadian. Wakasema kwamba yule ambaye amedai kuwa Imam Mahdi yule nauzubillah ni mwongo, bali yeye amedai madai 7 si dai moja, kwa hiyo mrudi kutoka hapa msiende kule. Kwa kusikia hii Sheikh Hamiduddin Sahib akasema kwamba alikuwa si msomi, lakini alimjibu hivi kwamba ikiwa amedai madai 7 hata katika hali hii pia ni mkweli, kwa sababu yeye atadai zaidi ya madai 7. Kwa mfano hapa nyinyi ni watu 7 na mimi ni peke yangu, nyinyi nyote mnaweza kushindana nami. Ikiwa nikishinda
na mkishindwa basi mimi nitakuwa 1 au 7, yani mimi nitapata ushindi juu ya watu 7. kwa hiyo Mahdi atapambana na madini zote za dunia, kwa hiyo madai zake zitakuwa nyingi. Kwa kusikia jibu hili walishindwa, na kisha wakaenda mbele kidogo. Kulikuwa kibanda cha singa akatayarisha chai kwa ajili yao. Sheikh sahib akamwelezea jinsi wanafunzi wa Sheikh Muhammad San walimtendea. Huyo singa akasema na kuelekeza njia, nyinyi lazima muende Kadiani. Inaonekana kwamba Imam Mahdi ni mkweli katika madai yake. Kisha akasema sisi tunamjua vizuri sana Mirza Saheb. kwa hiyo singa alienda nao kwa mbali fulani na aliwaelekeza njia ya kwenda Kadian. Hawa walipofika Kadian, wakati ule Sinam alayhi salam alikuwa amekaa msikiti wa Mubarak. Watu wengine pia walikuwepo pale na wasikuwa na jumuiya walikuwa wamekaa katika hafla ile. Sinam alayhi salam alikuwa anawasihi na alikuwa anatoa majibu ya maswali yao, na pamoja na hii alikuwa anaendelea kuandika pia. Hii pia ilikuwa nishani kwamba upande mmoja alikuwa anaandika kitabu na upande mwingine alikuwa anazungumza na watu katika hafla ile. kwa hiyo hawa wageni walitambulishwa na Sheikh Sahib akasema kwamba sisi tumekuja kutoka Lalia. Sainam anasema akasema Lalia iko wapi? Khalifa mtukufu anasema kwamba wengi wanajua Lalia iko wapi, lakini wale ambao hawajui kwa ajili yao ni hii kwamba Lalia ni takriban maili 8 kutoka Rabwa. Ni kijiji kadogo, lakini sasa imekuwa mji. kwa hiyo wakati ule wao walienda kutoka katika kijiji kile. Katika hafla ile Maulwi Nuruddin Sahib alikuwa amekaa, ambaye alikuwa mwenyeji wa Behera. kwa hiyo alikuwa anajua kuhusu Lalia. Yeye akasema kwa huzur, yani Sayyidina Alayhi salatu wasallam, kwamba Lalia ni karibu na Karana. Hazrat Maulana Hakim Maulana Nuruddin Sahib akasema kwamba huzur, hawa ni majirani. Sheikh Sahib alikuwa si msomi, na Sheikh Sahib pia akasema kwamba sisi pia ni majirani yake. kwa hiyo wakaeleza taarifa yote ya safari. Wakati Sayyidina Malasam aliposikia tukio la wanafunzi wa Maulvi Muhammad Hasan Batalwi, akasema Sayyidina Malasam akasema kwamba huyu mtu aliyewajibu si msomi, lakini aliwajibu vizuri kiasi hiki kwamba wao walishindwa. Nani alimfundisha huyu ambaye si msomi? Lazima Mwenyezi Mungu alimfundisha kiasi hiki kwamba wanafunzi wa Muhammad Hasan walishindwa. Kisha Sayyidina Malasam akasema mkae siku kadhaa hapa. kwa hiyo wao wakakaa siku 3 kule Kadian. walikuwa wakienda nje kwa ajili ya kutembelea pamoja na Sayyidina Alayhi salatu wasallam. walishuhudia nishani zote, na walioshuhudia nishani zote zimetimia. kwa hiyo kabla ya kurudi wakaja msikitini na wakamsalimia Sayyidina Alayhi salatu wasallam salamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaomba kwamba bayati yao ikubaliwe. Kwa kusikia hii Sayyidina Alayhi sallam akasema mkae siku kadhaa hapa kwetu. Kwa kusikia hii Sheikh Sahib akaanza kulia na akamwonyesha mguu wake kwamba kwa sababu ya kutembea kwa mguu wetu umevimba, tumepata shida na tumemkuta kwamba wewe ni mkweli, hatujui kwamba tutaishi mpaka lini. kwa hiyo ukubali bayati yetu. kwa hiyo kule katika msikiti wa Mubarak Sayyidina Alayhi salatu wasallam alipokubali bayati yao, Asadullah Qureshi Saheb anaeleza kuhusu Qazi Akbar Saheb kwamba Hazrat Qazi Saheb radhiyallahu ta'ala anhu kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa ahli hadith. Alikuwa rafiki wa Maulvi Burhanuddin Saheb, alikuwa imamu wa msikiti wake, alikuwa anawafundisha watu wa maeneo yake. Katika hali hii aliona nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua. Alikuwa anajua tayari kuhusu bishara hii kwamba wakati wa Imam Mahdi umekaribia. Kwa kuona nishani hii akaanza kuzungumza na wanafunzi wake na marafiki zake. Mchukuu wake Bashira Masab anasema kwamba tulikuwa tukisoma
kazi saheb na nishani hii ilipotimia kazi saheb akasema nishani ya kuja kwa Imam Mahdi imeshapatikana, sasa tunatakiwa tumtafute yuko wapi. katika siku zile watu wa Charkot walikuwa wakienda Jehlam, na kazi saheb akawaambia watu waliokuwa wakija Jehlam kwamba wao wafanye utafiti na wakutane na Burhanuddin saheb na wamuulize yeye kwamba nishani imeshatimia kupatwa kwa mwezi na jua, utuongoze kuhusu ujaji wa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Kwa wale watu walikutana na Burhanuddin saheb. Burhanuddin saheb alimwandikia barua kazi saheb. Kabla ya kusoma barua, kazi saheb aliona katika ndoto kwamba mtu kadhaa amempatia vitabu vitatu. Amesoma kitabu cha kwanza na kile kitabu kilikuwa kimejaa na uchafu, kwa hiyo akatupa kile kitabu. Baadaye akafungua vitabu vingine na nuru ilikuwa inatoka katika vitabu vile. Kwa kuona vitabu ya Maulvi Burhanuddin saheb, roya yake, ndoto yake hii ilitimia hivi kwamba Hadhrat Maulvi saheb alimtuma vitabu vitatu. Miongoni mwa vitabu hivi, kitabu kimoja kilikuwa dhidi ya Sinam alayhi salatu wasalam. Alipoanza kusoma kile kitabu, kwa kusoma maneno machafu katika kitabu kile, akaacha kusoma kile kitabu na akakitupa mbali. Baadaye alisoma vitabu vingine viwili na barua, na alikuta vile vitabu ni sawa na roya yake na ndoto yake. Kwa hiyo akapata hamu zaidi kufanya utafiti. Kwa hiyo akatuma watu watatu kule Qadian kwa ajili ya kufanya utafiti zaidi. Wale watu baada ya kufika Qadian wakafanya bayat kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hazur anasema kwamba hapa pia hii ni muhimu kwamba katika riwaya kadhaa inapatikana kwamba watu hawa walipofika Batala, Mwali Muhammad San aliwazuia na akasema kwamba bure umekuja hapa na mnaenda Qadian kupoteza muda wenu, na nyinyi hamna elimu ya Mirza Sahib. Mirza Sahib ni mwongo, kwa hiyo murudi kijiji chenu. Hakusema tu kwamba murudi, bali aliwasindikiza mpaka nje wa mji. Lakini hawa watu badala ya kurudi wakaenda Qadian, na baada ya kukuja hapa Qadian kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alifanya bayat. Kisha baadaye kazi saheb alifanya bayat kwa kumwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wasalam, na baadaye alienda mwenyewe na Qadian alifanya bayat. Kisha Hadhrat Maulana Abul Tasab Jalandhari babu yake Qazi Mola Bakhsh saheb alikuwa hatibu wa ahli hadis. Nishani hii ya kupatwa kwa mwezi na jua ilipotimia, yeye kwa kueleza nishani hii akasema kwamba nishani hii ni kuja kwa Imam Mahdi alayhi salam. Sasa tunatakiwa tusubiri kwamba Imam Mahdi atakuja wapi na lini. Hutuba yake aliyotoa ilileta athari sana. Qazi Mola Bakhsh saheb alikuwa babu wa Maulana Abul Taj Jalandhari saheb. Yeye mwenyewe hakupata bahati ya kujiunga na jumuiya, lakini mtoto wake mkubwa, baba wa Maulana Abul Taj saheb, Hadhrat Mia Imamuddin saheb, yeye alipopata taarifa kuhusu Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye kwa kufanya utafiti kidogo alipata bahati ya kufanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hadhrat Ghulam Mujtaba saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba 1901 nikasoma kitabu kitwacho Dur-e-Samin cha Sayyidina alayhi salam nilipokuwa katika Hong Kong. Katika siku zile kila mmoja alikuwa anasubiri kwamba Masihi aje, kwa sababu ihtilafu ilikuwa inapatikana ndani ya maulama. Kila mmoja mwenye akili alikuwa amechukia kwa sababu ya ihtilafu hii, na alikuwa anatafuta Imam Mahdi. Kwa kusoma mashairi ya Dur-e-Samin nikaamua kwamba ikiwa huyu mtu ni mkweli basi ni bahati yangu, lakini kama si hivyo basi amesema uongo wa hali ya juu. Katika hali hii nikasoma, nikapata kitabu kitwacho Izalahum, lakini sijui nani alinipatia kitabu kile. Nikasoma kitabu kile Izalahum,
kisha nilikuwa nikijadili na imamu wa msikiti wa Hong Kong. Imamu wa msikiti wa Hong Kong alikuwa na kasida wa Nematullah iliyokuwa katika lugha ya Kipersian. Kwa kusoma ile kasida nilikuwa nikipata msaada mkubwa kwamba huu ni wakati wa Imam Mahdi. Baba yangu alikuwa fikihi. Wakati mwezi na jua alipopatwa katika Ramadhan, baba yangu akasema kwamba Mahdi ameshazaliwa. Maulana Ibrahim Sahib Kapuri radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza kwamba watu wawili walikuwa baba na mtoto, walimjia Maulvi Abdul Jabbar Sahib na wakasema kwamba hadithi ambayo inaeleza nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua, je, hadithi ile ni sahihi? Maulvi akasema kwamba hadithi ni sahihi, lakini msidanganywe na Mirza Sahib, kwa sababu yeye anasema kwamba bishara hii imetimia kwa ajili yake, na hadithi hii ni kuhusu kuzaliwa kwa Imam Mahdi, si kwa ajili ya kuthibitisha madai yake. Baba akasema kwamba Maulvi Sahib, niliouliza swali umetoa jibu yake. Ikiwa ni swali hii kwamba hii ni kuhusu nani, kuhusu hii ni mimi naeleza kwamba mimi nilikuwa nikienda mahakamani kwa umri wangu wote, lakini serikali haikuniomba nilete mashahidi mpaka nilikuwa nadai. Hii ndio ni hali ya Mirza Sahib kwamba ameshadai mapema. Sasa nishani hii ya kupatwa kwa mwezi na jua ni kwa ajili ya kuthibitisha madai yake. Kwa kusikia hii Maulvi Sahib akakaa kimya, na baba na yule mtoto wakarudi katika kijiji chao na wakafanyia bayat. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu anafundisha dalili. Sayyid Nazir Hussain Shah Sahib anasema kwamba wakati jua na mwezi ilipopatwa, wakati ule nilikuwa nyumbani kwangu. Baba yangu alikuwa anasema kwamba nishani hii ni kwa ajili ya kuthibitisha kweli wa Mirza Sahib. Kwa kusikia hii niliathirika sana, kwa hiyo nikapata bahati ya kufanya bayat. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib anasema kwamba katika siku zile ilikuwa mashuhuri sana kwamba Waislamu wamepotea. Sasa ni mwisho wa karne ya 13. Huu ni wakati ambamo Imam Mahdi atakuja, na baada ya kuja kwake Hatisa pia atakuja. Mama yangu alikuwa akieleza habari ya Imam Mahdi kwa furaha sana kwamba dhama inakaribia, na alikuwa akisema hii pia kwamba mwezi na jua pia itapatwa wakati wa Imam Mahdi, na hii imeshatimia. Kwa hiyo hatimaye Mwenyezi Mungu alijalia familia hii nzima ilijiunga na jumuiya. Hadha Mirza Ayub Beg Sahib alikuwa akisema kwamba katika mwezi wa Ramadhan bishara ya kupatwa kwa mwezi na jua imetajwa katika Darqutni. Katika March 1894 kwanza mwezi ulipatwa, na wakati siku zilipokaribia za kupatwa mjua, mimi kwa nia hii kwamba niende kule Kadhiana nishuhudie nishani hii. Kwa hiyo Jumamosi jioni niliondoka kutoka Lahore, nikafika Kadhian saa 5. Kesho yake ilikuwa siku ya kupatwa kwa jua. Hazur anasema angalieni shauku ya vijana. Anasema kwamba ilikuwa hewa kali sana na vumbi ilikuwa inaenda machoni, na tulikuwa hatuwezi kutembea vizuri, na tulikuwa tukiona njia kwa sababu ya karubai. Na hawa walikuwa watu watatu, wote wakanuia kwamba hata kama inatokea nini, sisi lazima usiku huu tutafika Kadhian. Walikuwa wameshajiunga na jumuiya na walitaka kwenda kule Kadhian kusali swala ya kupatwa kwa jua pamoja na Sinama alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wakasimama njiani na wakafanya dua hii kwamba Mola, wewe ni muumbaji wa mbingu na ardhi, sisi ni watumishi wako wanyenyekevu, tunaenda kwa ajili ya kumuona masihi wako, tunaenda kwa miguu, ni mbaridi sana, uturehemu, utujalie, uturahisishie njia, na hewa ambayo inakuja upande wa mbele uzuie. Anasema tulipofanya dua hii, hewa badala ya kuwa mbele yetu ilianza kupatikana upande wa nyuma. Kwa hiyo njia ikawa rahisi, yani tulikuwa tukipata urahisi wa kutembea.
na tuliona kwamba kama tunaruka hewani na tukafita mto karibu na Kadian. Kwa hiyo karibu na mto kulikuwa nyumba moja, tukaingia pale, na wakati yule majambazi walikuwa wengi sana. Tulipoona kwamba kuna nyumba pale na kuna matofali ndani ya nyumba ile, kila moja akaweka tuhali moja chini ya kichwa chake na akalale. Asubuhi tulipoamka nyota ilikuwa inaangaa, kulikuwa hakuna hewa. Asubuhi tukafika Kadiana, tukala daku katika nyumba ya Sinama alayhi salatu wasalam. Asubuhi tukasali sala ya alfajiri. Mauli Muhammad Hasan Amrohi sahib aliswalisha sala ya kusuf, na takriban masaa matatu sala na hutuba iliendelea. Sinama alayhi salam alikuwa anaangalia jua lilipopatwa, alikuwa anaona jua wakati lilipopatwa, na jua lilipatwa kidogo. Wakati ule Sinama alayhi salatu wasalam aliambiwa na mtu mmoja kwamba jua limeshapatwa. Sinama alayhi salam akaona katika kio na akaona kwamba jua limepatwa kidogo sana. Sinama alayhi salatu wasalam kwa kuona hii kwamba sisi tumeona jua limepatwa, lakini jua limepatwa kidogo kiasi hiki kwamba watu wengi hawawezi kuona, kwa hiyo watu hawatakuwa na yakini kuhusu nishani hii, bali watakuwa na shaka. Kwa hiyo huzur aliendelea kusema hivi, lakini baadaye jua lianza kupatwa zaidi mpaka jua lilipatwa kabisa. Sayyidina alayhi salam akasema, katika ndoto niliona kitunguu leo, maana yake ni kwamba nitapata huzuni. Kwa hiyo nilipoona kwamba jua limepatwa kidogo, wakati ule nilipata huzuni. Hazrat Maulvi Ghulam Rasul Saheb anasema kwamba 1894 wakati nishani hii ya kupatwa kwa mwezi na jua ilipopatikana, nilikuwa nasoma Tirmizi kwa Hafidh Abdul Banan Saheb. Niliathirika sana kwa kuona hofu ya maulama, ingawa maulama walikuwa nawaambia watu kwamba haina shida ikiwa nishani imepatikana, lakini walikuwa na hofu kwamba kwa kuona nishani hii watu wengi sana watamwelekea Sinama alayhi salatu wasalam. Hafidh Muhammad Saheb wa Lakhuke wale alikuja Lahore, mimi nilimjia nikamuuliza kwamba wewe umeandika nishani hii katika kitabu chako kitwacho Awalul Akhira, na sasa Mirza Sahib amedai kwamba yeye ni Masihi Maud, anasema kwamba nishani hii imetokea kwa ajili yake, wewe unasema nini? Yeye akasema kwamba mimi sasa ni mgonjwa sana, nikipona kidogo mimi nitakujibu, lakini mimi namwambia mtoto wangu Abdurrahman Muhyiddin kwamba yeye asimpinge Mirza Sahib, kwa sababu siri za Mwenyezi Mungu zinakuwa za ajabu. Hazur anasema yeye hakuweza kuishi kwa muda mrefu, lakini aliandika riwaya. Anasema kwamba nilipata yakini kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam ni mkweli, kwa nikaenda Amritsar, nikakaa kule Amritsar kwa miaka 2-3. baadaye nikaja Kadiana nikafanya bayati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Bhai Abdurrahman Sahib Kadiani anasema kwamba 1894 katika Ramadhan bishara ya kupata kwa mwezi na jua ilitimia, na bado mimi nakumbuka nadhara ile na maneno yaliyosema wakati ule na mwalimu wetu wakati alipokuwa anawasomesha watoto katika shule. Alisema maneno haya mbele ya wanafunzi wote kwamba tunatakiwa tumtafute Imam Mahdi, lazima atakuwa amezaliwa katika pango fulani, kwa sababu nishani ya kuja kwake imetimia leo. Anasema mimi pia nilikuwepo katika darasa lile, bado mimi nakumbuka darasa lile na watoto wanafunzi na kiti ambacho juu yake mwalimu alikuwa amekaa na meza ambayo ilikuwa mbele yake. Hata nakumbuka kila kitu kilichokuwa pale. Anasema sisi tutatoa ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba huyu mwalimu wetu alishapata hoja kamili, lakini hata baada ya kupata hoja kamili na kueleza kusinishani ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, anasema Hazrat Bhai Abdurrahman Sahib kwamba maneno haya ya
mahdi akhiru zaman, yani mahdi atakayepatikana katika zama za mwisho aliyosema huyu mwalimu. Maneno haya yalikuwa ngeni kwangu, nilikuwa sijui kuhusu maneno haya. Nilikuwa katika shule ya msingi, nikataka kuuliza maana yake zaidi, lakini sikuweza kumuuliza kwa sababu ya haya. Nikataka kuuliza wanafunzi wenzangu, kila moja sawa na maoni yao walieleza. Kwa kusikia maelezo yao nikapata hamu zaidi. Azur anasema kwamba huyu ni mtoto ambaye anasoma katika shule ya msingi katika darasa la 8, lakini angalieni akili yake. Anasema kwamba habari iliyotolewa karne 13 iliyopita na kisha kutumia kwake vizuri kisawasawa. Ya pili, nikapata wazo hili kwamba hii si uwezo wa mwanadamu bali ilitokea huko mbinguni, kwa hiyo haina uwezo wa binadamu kama anaweza kufanya hivi. Jambo la tatu nililopata katika wazo ni kwamba kazi ya Imam Mahdi ni kutayarisha waislamu na kuwaua makafiri. Ya nne nilipata hii kwamba Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya waja wake. Kwa hiyo kwa sababu watu waliendelea kufanya maombi, Mungu amepokea maombi yao ya kuhusu Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Ya tano ni kwamba dini tukufu ya Islam ni dini ambayo inapendwa na Mwenyezi Mungu. Mawazo haya matano yalikuja moyoni mwangu, kwa sababu ya hii imani yangu iliongezeka sana na nikapata hamu ya kumtafuta Imam Mahdi. Kwa ajili yake hii nikaanza kufanya maombi. Usiku pia nilikuwa nikiamka na mchana pia nilikuwa sipati utulivu, na nilikuwa napata hamu hii kwamba nimtafute Imam Mahdi. Na nilikuwa nikipata hamu hii kiasi hiki kwamba nilikuwa nikienda mapangoni na kule nilikuwa nikifanya maombi sana, na nilikuwa nikimwomba Mwenyezi Mungu kwamba nipate Imam Mahdi ili nijiunge naye. Huzur anasema hatimaye Mwenyezi Mungu alipokea maombi yake na alibahatika kujiunga na jumuiya. Khalifa mtukufu anasema kuna matokeo mengi hapa. Sahaba moja ya Sayyidina alayhi salatu wassalam aitwaye Hadhrat Sheikh Nasiruddin Saheb aliyezaliwa katika mwaka 1858 Sikandarpur, wilaya ya Jalandhar. Kwa kupitia ndoto yake moja alifanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alikuwa akifuata ahli hadith kabla ya kujiunga na jumuiya, lakini alikuwa hana utulivu wa moyo. Mashekh walikuwa wakitoa hutuba kwa kupitia awalul akhira, na walikuwa wakisema kwamba wakati wa kuja Imam Mahdi ni wakati huu, lakini kwa nini imam bado haji? Siku moja alikuwa anasali swala msikitini, akamwona shekh moja anapiga mikono yake juu ya mapaja yake na anaeleza kuhusu bishara hii ya kupatwa kwa mwezi na jua, na anasema kwamba Mirza Sahib, sasa watu mkubali Mirza Sahib kwa sababu bishara hii imeshatimia. Maulvi Sheikh Nasiruddin Sahib akasikia maneno yake haya ya Maulvi Sahib, kwa hiyo akashangaa kwa nini Sheikh anafanya hivi ikiwa bishara imetimia. Hii ni bishara njema. Kwa hiyo akafanya dua kwamba e Mola uniongoze. Mungu akamuongoza na akaona katika ndoto kwamba balaa kubwa anamshambulia, lakini anampiga risasi, kwa hiyo ile balaa inapotea. Kisha ana swala miskitini katika sehemu iliyokuwa juu, akaeleza ndoto yake hii mbele ya shekhe. Shekhe akasema kwamba wewe utapata ushindi juu ya shetani,
na utajiunga na jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Na yeye alisikia kuhusu madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yeye akafika Qadian na bila kufanya utafiti zaidi akafanya bayat ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hivi bishara hii ya kupatwa kwa mwezi na jua ilimpatia mwongozo. Mwenyezi Mungu aijalie dunia hii akili. Maulama wa Kiislamu badala ya kumpinga Sayyidina alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kumpokea Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Halifa mtukufu anasema kwamba baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Jeneza hii ni ya bwana Ahmad Yahya Bajwa, mtoto wa Naim Bajwa sahib wa Germany. Alikuwa mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya. Tarehe 11 wa March katika ajali katika umri wa 27 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alijiunga na chuo lakini kwa sababu ya maradhi akaacha masomo. Baada ya miaka miwili alisema kwamba anataka kuendelea na masomo tena. Kwa hiyo hata kama alikuwa na umri zaidi lakini alipewa ruhusa na akajiunga na chuo tena. Alikuwa katika mwaka wa 5. Alikuwa mnyenyekevu na alikuwa na roho ya wakfu. Alikuwa mwema sana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiwaelewesha wenzake pia kwa njia nzuri. Wanafunzi wenzake wote wameniandikia barua na kila mmoja amemsifu, na kila mmoja amesema kwamba alikuwa mnyenyekevu na hakupigana na mtu yeyote, na alikuwa akiwaelewesha watu na vizuri. Staff member wa chuo si walimu wa chuo bali wafanyakazi wa chuo. Mmoja wao alikuwa na tabia ya kuvuta sigara, na huyu bana alimsihi kiasi hiki kwamba huyu alikuwa akivuta sigara akaacha kuvuta sigara. Alikuwa akisihi kwa upendo sana, na alikuwa akijenga upendo sana na urafiki sana. Mwenyezi Mungu amghufirie na mrehemu. Kama niliyosema kwamba baada ya swala nitasalisha jeneza yake inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.